Uh, Rwanda na Burundi ni mataifa yanayofahamiana na yameingiliana kisiasa, kiuchumi na kiteknolojia. Tangu karne ya 14 ilikuwa inaitwa Rwanda Urundi Territory. Wafalme au mwami wa Rwanda na Burundi walikuwa wakitawala kwa kupokezana. Walivyokuja Wajerumani kupitia nadharia ya Hamitic Hypothesis myth, waliopendelea jamii ya Watusi na kuwapa mamlaka na nguvu na elimu jamii za kifugaji. Baada ya vita ya kwanza ya dunia, Mjerumani alipigwa ambaye alikuwa anatawala Rwanda, Burundi na Tanganyika. Kwa hiyo Tanganyika ilienda kwa uangalizi wa Uingereza kupitia Mandate Territory of the League of Nations, wakati Rwanda na Burundi ilienda kwa Mbelgiji, ambao wakati mwingine Mbelgiji alikuwa akisaidiana na Mfaransa. Kizaazaa kilizuka mwaka 59 ambapo baadhi ya Wahutu wakiongozwa na Gregory Kayibanda walianzisha mapinduzi ya Kihutu nchini Rwanda, wakawapiga Watusi. Baadhi ya Watusi walikimbilia Uganda, ndio kizazi cha kina Kagame, Kabarebe na wenzie. Baadhi ya Watusi walikimbilia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wengine walikuja Tanzania na wengine walienda nchi zingine, nchi za ughaibuni, akiwemo Mwami Kigeri. Kwa Gregory Kayibanda 62 akafanikiwa kupandisha bendera ya uhuru wa Rwanda, akawa rais wa kwanza wa Rwanda kutoka mwaka 1962 mpaka alivyopinduliwa mwaka 73 na Juvenal Habyarimana kupitia mtandao wake wa Akazu. Ukirudi Burundi, kiongozi ambaye alikuwa na ushawishi ni Prince Louis Rwagasore na baba yake. Prince Rwagasore alikuwa anapendwa sana, lakini kwa bahati mbaya wakoloni kwa kushirikiana na mabeberu kutoka Ugiriki na wauaji, na mwaka 61 Prince Louis Rwagasore akauawa. Kwa Burundi ikapata uhuru mwaka 62, lakini baadaye jeshi likafanya vurugu mwaka 66. Kanal Michel Michombero akapindua nchi. Michel Michombero alikuwa ni Mhutu. Kwa Michel Michombero alikuwa anashirikiana na rais wa kwanza wa Rwanda Gregory Kayibanda kufanya operesheni zake. Gregory Kayibanda akatengeneza mtandao wa kupingwa sana nchini Uganda na maeneo mengine kwa sababu walikuwa hawapendi Watusi. On the other hand, huku Burundi mwaka 77 Michel Michombero aliweza kupinduliwa na Jean Baptiste Bagaza, Mhutu. Wakati huo mwaka 73 rais wa kwanza wa Rwanda Gregory Kayibanda na chama chake cha Parlement alipinduliwa na Mhutu mwenzake Juvenal Habyarimana. Habyarimana alikuwa anaungwa mkono na Wafaransa. Baada ya Habyarimana kuungwa mkono na Wafaransa, ili kuweza kutengeneza madaraka, Habyarimana alianzisha utaratibu wa ubaguzi. Lakini pia Habyarimana alianzisha kundi la kijasusi na mauaji, kikosi maalum cha kuua watu ambao walikuwa wanampinga, ambao alikiita Akazu. Kilijumlisha wanajeshi, watu wa usalama, polisi na baadhi ya Wahutu wenye itikadi kali. Lakini huku mwaka 87 Jean Baptiste Bagaza aliweza kupinduliwa na kiongozi wa kwanza wa Kitusi aliyeitwa Meja Pierre Buyoya, ambaye baadaye alijibatiza kuwa jenerali Pierre Buyoya. Pierre Buyoya alivyoingia, uhusiano kati ya Rwanda na Burundi ukaanza kuwa mbaya, kwa sababu Pierre Buyoya alikuwa haelewani na rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana. Buyoya alitengeneza mtandao na waasi wa RPF Inkotanyi ambao ni wakina Kagame, wakina Fred Gisa Rwigema, wakina James Kabarebe, ambao walikuwa wameweka makazi nchini Uganda. Kwa hiyo ukatokea mgogoro wa kidiplomasia kati ya Rwanda na Burundi, kipindi ambacho Burundi inaongozwa na Pierre Buyoya na wakati huo Rwanda inaongozwa na Habyarimana. Kwa hiyo mwaka 93 Burundi ikafanya uchaguzi. Ilipofanya uchaguzi, Juvenal Habyarimana akawa amemtuma Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye ni Mhutu wa chama cha Frodebo, Front for the Democracy of Burundi. Melchior Ndadaye wakati huo alikuwa ni mwalimu nchini Rwanda. Kwa hiyo Juvenal Habyarimana Mhutu alimpa nafasi na fedha
Ndadaye kuja kugombea urais wa Burundi. Uchaguzi wa mwaka 93 wa Burundi ulikuwa uchaguzi mgumu sana. Rais aliyekuwa madarakani Pierre Buyoya alishindwa kwenye kura, alishindwa na kiongozi wa Frodebo Melchior Ndadaye ambaye alikuwa amepewa support na Rwanda kupitia Juvenal Habyarimana. Pierre Buyoya hakukubali kushindwa, akawa na chuki. Kwa hiyo alikuwa ameanza kuconspire wanajeshi. Kwa hiyo Ndadaye alitawala kwa muda wa miezi mitatu na siku 10, baadaye akauawa. Kutoka mwezi wa 7 akauawa mwezi wa 10 mwaka 93. Baada ya kuuawa Rwanda kule, Juvenal Habyarimana alikasirika sana kitendo cha Pierre Buyoya kuwatumia askari wanajeshi wa Burundi kumuua rais ambaye amechaguliwa na wananchi. Mtanzuko ukawa mkubwa. Kwa baada ya kuuawa mwaka 93 rais wa Burundi wa chama cha Frodebo, wakaibuka waasi wa CNDD-FDD. Walianza CNDD ambapo jeshi la Burundi liligawanyika mara mbili. Baada ya kuuawa Ndadaye, chama cha Frodebo kikamteua Cyprien Ntaryamira, lakini bado waasi jeshi lilianza kumeguka. Kwa hiyo likatokea kundi la waasi wa Kihutu linaitwa CNDD ambalo likakimbilia Kongo kutafuta hifadhi. Kwa hiyo baadaye wakaibuka watu wengine wa FDD, ndio ikaanzishwa CNDD-FDD, yani kundi la kijeshi na kundi la kisiasa, wakaanzisha CNDD-FDD, wakaenda mashariki ya Kongo kujaribu kupata mafunzo ili kuiokoa Burundi kutoka mikononi mwa Watusi. Katika watu wa mwanzo walikuwa ni Leonard Nyangoma, Hussein Rajabu, Evariste Ndayishimiye, rais wa sasa hivi wa Burundi ambaye alikuwa bado mdogo sana, Pierre Nkurunziza na watu wengine zaidi ya 85. Wakaenda kule mashariki mwa Kongo ambapo serikali ya Mobutu iliwapokea, wakawa wanafanya mafunzo. Mwaka 94 wakaenda kufanya makubaliano ya amani Arusha. Wakaja 94 kufanya makubaliano ya amani Arusha, ambapo Burundi iliwakilishwa na Cyprien Ntaryamira na viongozi wengine kama 10 hivi. Rwanda akaja rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana na wenzake, lakini pia wale waasi wa RPF Inkotanyi walimtuma Alexis Karengwe ili kuweka pale. Katika majadiliano hayo ilionekana ile makubaliano ya Arusha yalikuwa yanawapa nafasi kubwa watu wa Habyarimana na kuwanyima haki RPF Inkotanyi. Taarifa za kiintelijensia kutoka Ufaransa zinasema kwamba ni watu wa RPF Inkotanyi, kina Kagame, Faustin Kayumba Nyamwasa, ndio waliopanga mpango kwa kushirikiana na CIA. Wanasema ndio waliopanga mpango waliolipua ile ndege iliyomuua rais wa Rwanda Juvenal Habyarimana na rais wa Burundi Cyprien Ntaryamira. Kutoka hapo mauaji ya kimbali yakatokea. Kipindi mauaji ya kimbali yanatokea, ndipo Kagame na RPF Inkotanyi waliamua kutoka Uganda wakaenda kutuliza kadhia ile ya vita. Kagame akachukua nchi, ikabidi afanye strategia ya kumweka Pastori Bizimungu kama rais wa Rwanda. Wakati huo Kagame akawa makamu wa rais, waziri wa ulinzi, ndo chief controller wa Rwanda yote. Huku upande wa pili, huku Burundi, baada ya kuoa Cyprien Ntaryamira kulitokea mabadiliko mbalimbali ya uongozi. Akawepo spika wa bunge mwanamke, hali ikawa mbaya sana. Mwaka 96 idara za intelligence zinadai kwamba Pierre Buyoya aliyemuua Ndadaye, Buyoya alichukua nchi mara ya pili kwa hisani ya Rwanda, kwa sababu Buyoya alikuwa ni Mtusi na alikuwa anaungwa mkono na serikali ya Rwanda ya RPF ya kina Kagame. Kutoka hapo wakapanga mpango namna ya kuivamia Kongo. Lakini kabla ya hapo mwaka 95 askari wa Juvenal Habyarimana ambao ni the former Rwanda Armed Forces walikimbilia Kongo. Mobutu akawafungulia mpaka. Wale askari waliungana na waasi wa CNDD-FDD wakasaini makubaliano ya Bukavu ya mwaka 95. Rwanda alivyoona wale watu wamejipanga, waasi jeshi la Habyarimana liliokimbilia Kongo ambao sasa hivi inaitwa
FDLR Interahamwe walivyoungana na CNDD-FDD, akaona hii ni hatari kwa usalama wake. Ndipo sasa Kagame akaamua kutafuta mtandao wa Watusi kutoka Rwanda, kutoka Uganda na Burundi, na wenyewe wakakubaliana kusaini mkataba wa Lemela. Kwa kuwa Laurent Desire Kabila wa AFDL alikuwa amechoka kupambana na Mobutu kwa takriban miaka 30, aliamua kuungana na Museveni na Kagame ili kuweza kumtoa Mobutu, ili Mobutu akishaondoka madarakani na Laurent Desire Kabila akishaingia madarakani waweze kuigawa Kongo mara mbili. Kwa hiyo kuna makubaliano ya Bukavu ya Wahutu, yani jeshi la zamani la Habyarimana jumlisha CNDD-FDD na serikali ya Mobutu wakakubaliana kwa ajili ya kuilinda Kongo dhidi ya Watusi. Lakini vivyo hivyo Watusi nao wakatengeneza mkataba wa Lemela ambao walikuwa ni Uganda, Rwanda na kundi la waasi AFDL Laurent Kabila ambao kujumlisha na Wanyamulenge wanaoishi Kivu Kusini, Kivu Kaskazini, Uvira na Goma, ili kuweza kumuondoa Mobutu madarakani kwa sababu alikuwa anawatenga watu wa mashariki ya Kongo. Kwa hiyo Rais wa Burundi Pierre Buyoya alitoa njia ya askari wa Rwanda na Uganda kwenda Kongo kumtoa Mobutu. Kwa hiyo hapo ndipo uhusiano kati ya Kagame na Pierre Buyoya ulikuwa kwenye bondi kubwa. Kilichotokea ni kwamba baada ya operesheni hile Mobutu aliondolewa madarakani. Mobutu alivyoondolewa madarakani, Rwanda, Burundi na Uganda wakaunda serikali, kwa maana ya kwamba baadhi ya askari wa jeshi la Kongo, baada ya jeshi la Mobutu kupigwa chini, Laurent Desire Kabila alisaidiwa na Kagame na Museveni kuunda serikali. Aliposaidiwa kuunda serikali, ikabidi Pierre Buyoya wa Burundi achukue askari, baadhi wapeleke Kongo, Uganda akapeleka askari Kongo, Rwanda akapeleka askari Kongo, na baadhi wa Tanzania walipelekwa Kongo. Baadaye ikatokea sitofahamu, askari wa Tanzania walijiondoa kumlinda Laurent Desire Kabila mara baada ya kumuona haeleweki. Tukashuhudia General James Kabarebe akiwa mkuu wa majeshi wa Kongo. James Kabarebe ameshawahi kuwa kanali jeshi la Uganda, ameshawahi kuwa mkuu wa majeshi wa Rwanda na akawa mkuu wa majeshi wa Kongo. Tukashuhudia baadhi ya idara ya intelijensia ya kulinda ikulu ya DRC, ukitoa Eddie Kapeng ambaye alikuwa ni msaidizi wa Laurent Desire Kabila. Askari wengine walitoka Rwanda, Uganda na wengine walitoka Burundi. Baadaye Laurent Desire Kabila akapuuzia makubaliano ya Lemela. Alivyopuuzia makubaliano ya Lemela, uhusiano ukawa mbaya. Kwa hiyo hapa nakuonesha picha Rwanda, Uganda na Burundi walivyohusika kwenye siasa za maziwa makuu za Kongo. Kwa next time tutaangalia makubaliano ya Lemela itakavyokuwa. Usisahau kusubscribe channel hii.